Kwanza ni jambo la kumshukuru Mwenyezi Mungu, tumesafiri salama, tumerudi salama, na katika yale malengo ambayo yalitupeleka Algeria hatujafanikiwa kupata pointi 3, lakini tunasema alhamdulillah tumepata pointi 1, pointi ambayo kwenye Champions League hatua ya makundi kupata away kwenye nchi kama Algeria na kila sababu ya kujipongeza. Mazingira ya mchezo yalikuwa magumu kutoka tunawasili siku ya mchezo mpaka tunaondoka. Mazingira yalikuwa magumu kwa sababu ya fakta mbalimbali. Kwanza hali ya hewa ilikuwa ni changamoto. Kutoka huku nyuzi joto 30, 31, kwenda taifa ambalo nyuzi joto inakuja mpaka 3 mpaka 4. Kwa hiyo ilibidi wachezaji wa adapt kwa haraka. Kulikuwa na siku 2 tu za kuadapt hiyo hali ya hewa na kufanya mazoezi kwenda kwa mchezo. Lakini pia mazingira, of course, sasa hivi kwa uzoefu ambao tuko nao, hii haiwezi kuwa excuse. Unapokwenda nchi za Kiarabu wakiwa tena wametoka kupoteza mchezo wao wa kwanza, lazima mchezo wa pili kuwe na vitu vingi. Mashabiki wao ni mashabiki ambao wana demand muda wote. Iko pati moja ambayo ni pati nzuri ya mashabiki wao, na iko pati nyingine ni pati mbaya. Pati ambayo sisi wa Tanzania tutakuwa tujifunze, tusipende timu zetu kwa maneno, tusipende timu zetu kwenye mitandao ya kijamii. Tufanye kama ambavyo nchi za kaskazini zinafanya zinapokuja timu zao. Yes, Kabilio wamekula chuma 4 mechi ya kwanza, lakini ndani ya masaa 3 tiketi zimeuzwa, zimemalizika, tiketi 55. Sio jambo jepesi, jambo ambalo inabidi na sisi jamii ya mpira wa Tanzania tujifunze kwenye mapenzi haya. Lakini upande mbaya ni upande wa vurugu, na nitumie fursa hii kuwaambia mashabiki wa Yanga, nimeona mitandaoni wakijiapiza kwamba watalipa kisasi. Kisasi kizuri kwenye mpira kinalipwa kwenye pitch, hakilipwi kwa vurugu. Wametufanyia vurugu, lakini mambo ambayo yameshamalizika. Jambo la kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kuwa na madhara yote. Hakuna mtu ambaye yaani imetua tu simu zinaanza kuita. Nani? Sasa kuta jasusi huko. Taarifa mpya. Unajua kimsingi imeniuma, tutazungumza, lakini imeniuma sana. Kama umeanza mpaka umeisha nipo angani, sina internet. Sijui kilichoendelea. Kwa inawezekana sasa hivi jasusi wanataka kunijia taarifa. Nitakuja kuwapa. Hamna taarifa za ndani, nitawapa msemo wa wasiwasi. Kwa hiyo tunamshukuru Mwenyezi Mungu katika mazingira haya. Lazima mashabiki tujifunze kupenda timu zetu kwa vitendo, lakini tusijifunze kufanya vurugu pindi ambapo timu zetu zinapata matokeo. Leo hii nani anajua, pengine umejiweka kwenye hatari ya kufungiwa, kuna adhabu klabu zinapata. Kwa hiyo ni vurugu za muda, lakini madhara yake ni makubwa. Sasa hivi CAF faini zao ni kubwa sana. Kwa hiyo tujifunze, tumeumia lakini tujifunze kuwa wastaarabu, wavumilivu. Sisi kisasi tukakilipe kwenye pitch. Pengine kuna hatua yote ambayo mmeichukua, labda kupeleka barua ya malalamiko CAF? Sasa sisi hatua namba 1 ni tunapeleka malalamiko yetu kwa msimamizi wa mchezo, general coordinator ambaye yuko pale. Lakini tukio lilikuwa linahusisha usalama, maana kuna security officer wa CAF yuko pale. Wao wawili plus match commissioner wametuhakikishia kwamba hilo jambo wameliona na wanalishughulikia. Kwa sisi complaint ya kwanza ni kuwasilisha kwa msimamizi wa mchezo ambaye ni general coordinator, na amesema alifanyia kazi. Hatuko hapa kuomba kwamba wafungiwe au wapigwe faini. Hayo ni mambo ya kanuni, CAF wanajua wenyewe. Tunachoomba hapa sio kwa Yanga, kwa timu zote zinapokwenda kwenye mazingira haya ya nchi za kaskazini, basi kuwe na usalama zaidi wa kulinda wachezaji, kulinda maafisa. Nyie mmeona chupa zikirushwa uwanjani, hamjaona mimi nilipokuwa napambana kwa chupa huko jukwani. Wale Waarabu ni kama wamemshuhudia Jack Chen akiwa karibu, walikuwa wanatupa chupa. Unajua mimi sina kelele, tupa chupa nilikuwa nazikwepa. Ushaona ile movie ya Karate Kid, nilikuwa napiga chupa zinapitiana namna hii. Wenyewe wamenipigia saluti, kusema pamoja na yote lakini kile chuma mimi nimekwepa mawe temeke chupa ya maji lakini si jambo nzuri. Kwa hiyo tumeongea na wale wasimamizi wa mchezo waweze kulifanyia kazi. Kocha imekuwa ni muda mfupi, lakini mabadiliko yanaonekana ni makubwa sana. Sasa huyu sio kocha, huyu ni sayansi. Nyie mmekuwa mkisikia watu wakisema, wachambuzi wakisema kwamba football ni science. Football ni science. Science yenyewe ndio pepo. Kwa hiyo huyu hahitaji muda mrefu. Anahitaji kuwa kwenye uwanja, kuwaona wachezaji na kupanga vitu vyao. Na si ametuambia hata kwenye mahojiano yake
Amesema ndio kwanza, kama ni asilimia 25. Naendelea kujenga. Yes, asilimia ana wiki 3 tu. Naendelea kujenga kitu changu. Asilimia 25 Farabati amekufa. Nasemaje? Ikishafika asilimia 100. Asilimia 100. Haya matatizo mlioyasikia ya afya ya akili itakuwa makubwa mara kama 25 iko hivi. Amchagui kiwanja. Tumeona ni Amani, tumeona kule mnacheza kama mko kwenu. Ikifika 100 itakuwaje? Amesema kocha amesema sasa hivi anachokiandaa kama ni asilimia 25. Zikifika asilimia 100, muombe waziri wa afya Daktari Mchengerwa, hospitali kama Mirembe zingesogezwa pale Kariakoo Msimbazi ili sipate shida ya kusafirisha watu. Zikifika 100 tu, matatizo ya afya ya akili maeneo ya Msimbazi yatakuwa mengi sana. Kwa hiyo hospitali ijengwe, basi isiwe kubwa, wachukue ghorofa moja, floor moja tu iwekwe pale, wenye matatizo ya afya ya akili kwenye mpira wanaingizwa huko. Lakini sio mpende jirani kama unampenda. Mna jirani mwehu anapendwa. Jirani mwehu. Na nimeshangaa waandishi, kimsingi nimeshangaa sana. Mmekuja hapa na hamjachukua tahadhari zozote. Hali ni mbaya ndugu zangu. Kila mmoja atembee na kamba isipungua mita 5-6. Unaweza kukutana na mtu kumbe kashakuwa mwehu hujui. Piga kamba, toa taarifa polisi kwamba nimekutana na mtu ana shida ya afya ya akili, nimemtuliza hapa, mje mchukue mtu wenu. Wameshasema kwamba wako wengi. Sasa hii hali kwanza mkutano umeendaje? Imeniuma sana niwaambie ukweli. Bwana kwa Jado akupe dondoo. Ukweli umeanza mpaka umeisha. Nimeunga ile internet ya angani na yenyewe inaenda slow. Yaani nimeumia kweli kukosa huo mkutano mkubwa leo wa klabu namba 5. Nasikia wamekalia viti kama wapo kwenye kipaimara. Mbona umeenda vizuri lakini umeenda vizuri mkutano? Basi sawa. Imefanyika dua kwa ajili ya kumtorosha mwenyekiti. Wakaambiwa fumbeni macho. Fumbua tu. Mashabiki tumeona kile alichokifanya kwa Djigui Diarra, na kuna andiko liliandika Instagram namna ambavyo alipambania timu. Mipango kuwashirikisha mashabiki wote sasa ambao wanahudhuria uwanjani iko vipi? Mechi ya Fountain Gate ambayo itakuwa ni tarehe 4. Nitangaza tu rasmi kutokea leo. Hii Diarra aliyokota hapa leo hii ni hela ya maji. Hii ni hela tu ya maji. Maokoto yenyewe atayapata tarehe 4 pale KMC. Kwa wanayanga wote, kama huko mkoani unataka kumwokotesha Diarra, utafute mwanayanga mwenzao kwa Dar es Salaam, mwambie nenda uwanjani, kibunda ndo hicho. Tutaingia pale siku hiyo na shangazi kaja. Ile kubwa ile. Sio vile vibegi tena. Sio kibegi. Shangazi kubwa ile. Tarehe ngapi tutakuwa? Tarehe 4 inshallah. Watu watajaza pale. Diarra. Sisi wenyewe, jana mmesikia pia rais wa Yanga. Sisi wenyewe hatujui kama tulisajili goalkeeper au tumechukua mwanachama mwenzetu wa Yanga. Pengine tulipozindua tawi Bamako Mali alienda kuchukua kadi. Maana yake half time Diarra kuna move moja ilitokea hapo kushana kama nakumbuka golini pale. Alipotua alianguka vibaya. Angalia ile clip. Kwa hiyo enka ile ikaanza kuvimba. Kwa hiyo tunarudi vyumbani, daktari baada ya kumcheki wakajiridhisha kwamba huyu bwana hawezi kuendelea. Sasa Sheri akatoka na goalkeeper kocha wa goalkeeper kwenda kufanya warm up kwa ajili ya kuendelea. Lakini Diarra akatulia pale ndani, machozi akiwa wanamtoka kwenye kile kiti chake. Akamwambia daktari, leteni hapa ni dawa hizi kwa kupunguza maumivu na uvimbe. Baada ya kuona kama dakika 10 hivi ashapata ganzi, akavaa socks, akapiga bandage za kutosha zile plaster, akavaa kiatu, akawaambia naenda kufa kwa ajili ya klabu hii ya Afrika. Ikihitajika damu itoke leo, damu yangu itatoka. Kwa hiyo aliporudi Djigui Diarra akarudi mtu mwingine. Alikuwa tu hawezi kupiga mpira Afrika. Unaona Afrika ikitokea anamuita baka. Lakini walipokuwa wakija Waarabu wanamkuta Djigui Diarra amezidi kuongezeka. Ile hasira ile kama ilimuongeza mwili. Akakaa pale anaenea goli zima. Piga ni kupiga. Yule kocha unajua wa JS Kabylie tumeondoka Joseph, tumeondoka pale. Nafikiri kwa drip ya 3 wamemwekea. Pressure ilikuwa juu mno. Baada ya kukosa goli ya 96 akawa anauliza Yanga wamecheza makipa wangapi? Niambia ni mmoja, Djigui Diarra huyo. Skill protector. Kwenye mpaka pengine unaweza kutoa elimu.
Kolo, msemaji wa Simba alisema Waarabu sio watu wagumu, lakini tulikuwa tuhadi na kalili kwamba Waarabu ni wagumu. Hata Waangola sio wagumu. Ndio maana sisi tulimshona Wilieti. Hata Waangola sio wagumu. La mwisho, ndugu zangu waandishi wa habari, kuifanya hii ikae kwenye rekodi vizuri. Nimeshuka nayo. Nimeshuka nayo. Kuifanya hii ikae vizuri. Yanga Afrika tulimtoa Djigui Diarra kutoka Stade Malien. Yanga Afrika tumemtoa Lassine Kouma kutoka Stade Malien. Ni wajibu wetu kama wanayanga kuwaombea dua njema Stade Malien katika mapito yao ya kimpira. Tuko nao bega kwa bega. Yaani msimu huu kwenye makundi, kwa kuwa walisema wenyewe hakuna mambo ya uzalendo, mimi sasa hivi ndugu zangu ni dumbi ya mtupu kutoka Bamako Mali. Nilipotua tu hapo, mimi ni mali mtupu na saa moja nipo kwenye TV. Yaani sasa hivi sifichi. Saa moja nipo kwenye TV na Wamali wenzangu tukiwashangilia Real Bamako. Na saba na Mali. Diarra. Nadhani nini kitatokea? Lassine Wale huyu unaona eti kaona Turubai anaweza kunatokea nini? mechi 22 hawajapoteza. Kaka, ukiona Turubai watu wamenuisha vichwa chini, ujue kuna eneo mtu kaenda na chepe na jembe kuchimba shimo. Sio nataka kuna mtu anaenda Sije kawashangaza. Alafu matokeo mengine mazuri ni ya jana. Petro de Luanda kupata sare na Express de Tunis. Nyie hamjui mpira, mmefurahia. Ile sare ndio yenyewe maana yake Mwarabu atakuja hapa. Sina uzalendo. Amepotea dhidi ya Nimefurahi pia jana. Jana ilikuwa nimefurahi pia. Nani Amrabat amewashona Azam. Niliwaambia na ameingia kwenye vitabu vya historia. Thabit Zakaria Zaka za kazi. Ndiyo msemaji aliyemaliza mwezi mzima wa 11 bila kushangilia ushindi. Mara ya mwisho Azam wameshinda mechi ni tarehe 23 kama sio 24 Oktoba. Yaani nchi haijaenda kwenye uchaguzi. Imagine tumepiga kura, tumekimbizana, tumekaa ndani, tumetulia, tumeanza maisha vizuri. Azam hawajashinda mechi. Na wana kocha mkuu. Sana kocha sijui, lakini Azam hawajashinda mechi. Kwa hiyo nimefurahi Azam kufungwa jana. Na vile vile wakati nafuatilia nikiwa Bamako, nitafuatilia pia New Aman Complex. Wenzetu Stellenbosch wako pale. Nabadilika tu. Nikiweka Azam Sports 2 na kwa Stellenbosch. Azam Sports 1 na kwa Mali. Ni roho mbaya isiyokuwa na kificho. Sasa hivi tupo katika level hiyo. Kwamba sisi wakati makundi yamepangwa, walipokuwa wanasema Yanga ni kama maiti inayosubiri kwenda kuzikwa. Maiti ndio hii sasa inashafufuka, inaangalia wa kuondoka naye. Tunatazama na hatuna jamaa. Tunatazama. Kwa hiyo Wamali wenzangu, ndio na tuongezee dua hapa. Tuongezee dua Wamali. Kuna Waarabu kidogo. Wamali kama dua ya Mali. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Atubu alaina ya Maulana innaka antat Ibrahim. Ya Rabbi wajalie Wamali wenzetu waweze kupata ushindi siku ya leo. Ya Rabbi wajalie Wamali wenzetu waweze kutupa furaha siku ya leo. Tuko na Wamali wengi hapa wa kutoka Mali. Djigui Diarra aweze kufurahi ushindi wa leo kwa ndugu zake watu wa Mali, ndugu zetu watu wa Mali. Mwenyezi Mungu tubariki. Wamali wote. Hao unavyoona kuna idadi ya kiti hapa. Wapo kuna idadi ya kiti hapa. Kina wako hapa. Kimsingi tumeshatangaza rasmi. Romba yetu ya mwaka huu hatuifichi. Ni dhahiri shahidi. Nyie si mliwaoji hapa wakasema hamna uzalendo mwaka huu? Ndio tunaanza sasa. Tulianza na Petro, tunakuja na Stade Malien. Tukitoka hapo tunaenda kuvaa kanzu. Express de Tunis. Kati ya wanne Ali mnatamani kwenda na nani pengine kama muende naye kwenda huko? Kwenye kundi sisi? Kati ya wanne. Tanzania. Sasa wewe dua zote hizi tutawahi kwenda na mtu. Sisi wakibaki wote alhamdulillah. Maki nimeona pia zako wanaanza kusema jana. Jamani ni mpira huu unaweza kuona mtu kaona kama umepagawa hivi. Umecheza vizuri sana, yani hajazidi chochote. Sasa sema kuzidi matokeo. Nimemwona Aibu anaongea, yani hii mechi hajatuzidi chochote, wamekuzidi matokeo, wenzao wameondoka na 3, wewe baki na 0. Unajua ilikuwa mpira wetu wa zamani. Cheza bwana, mpiga pasi nyingi,
tumefungwa. Tumefungwa nyingi. Kaka nikwambie kitu. Safari hii bwana kwenye Champions League kila mtu baya na hali yake. Hata hatuna unafiki. Tulikuwa tunakaa unafiki mwaka huu kila mtu na hali yake. Na sisi tuko mali leo. Saa moja hadharani. Shari, mmesema maisha? Nipeni ripoti basi ya mkutano ndugu zangu. Waandishi mlikuwepo, mimi sijaona mkutano. Imekuaje? Nani hamna mtu ambaye akwambie mkutano. Mwenda vizuri mkutano. Mwenda vizuri mkutano. Mara kidogo. Namna kufunga. Nimesikia namna kufunga mkutano. Nimesikia mwishoni kwamba waliambiwa tuombeni dua. Wanachama wakafumba macho. Macho dua ilipigwa ile amin. Viti vya mbele vyote vyeupe. Asiyu Mungu ameondoka na watu wake pale. Hamna aliyebakia. Kwa wanachama wamebakia yatima. Hawajui alafu sasa mwishoni baada ya kuitikia viti vyeupe ndo harufu ya pilau imeanza kutoka. Haya mlango ule kule. Jamani. Pilau adiliki. Yaani leo ndo nimethibitisha kwamba Yanga hatutaki kujifananisha na timu yote ya Tanzania. Kabisa tuko mbali mno. Kabisa. Tano uliofanyika leo hata mimi kikao changu cha posa hakikuwa vile. Japo tu ndoa yenyewe ndio hivyo lakini kikao changu cha posa hakikuwa kidogo na heshima. Hakina mambo mengi kimenyoka. Mambo mengi kikao anaongea tu mtu mmoja. Haya kaa chini. Nani wewe? Swali lako tu kutana kwa uchaguzi leo. Yesu yuko sehemu salama. Taarifa atanipa zote. Alafu ile taarifa kuhusiana na mambo 10 ulitoa ya basi ile kama sasa hujatoa lingine tena. Kwa mfano basi. Leo tarehe ngapi? 30 mwezi wa ngapi? Mwezi wa 11. Maana yake ahadi ilikuwa kama si mwezi wa 10 wa 11. Mwezi unaisha lini? Leo. Kesho leo. Leo. Kwa hiyo kesho tutamshaa tena. Bwana miezi miwili ya ahadi. Iriza. Hivi waandishi wenyewe sometimes ndio tunawasaidia hawa watu. Iriza basi. Mtu kama akashindwa kutoa jezi nyingine mpaka wameenda kununua plasta kuziba nembo, ataweza kuleta Iriza kweli? Huko mbali ataweza kujenga uwanja kwa mlichokiona kwenye mkutano leo? Basi lipo alipo nyinyi waandishi. Imeisha hii. Yaani likija pande nani? Waliokimbia mwisho wa dua au waliobakia kula ubwabwa? Maana unajua hawa nyinyi waandishi hamniwapeni siri. Hawa walitegesha tarehe ya leo makusudi kabisa. Wakiwa naamini kwamba wangeshinda mechi ya Waangola. Alafu leo akifika kikao cha dakika 2 tukaipambanie timu yetu mahali. Mungu akapindua ile. Wakashomwa hapa Dar es Salaam. Kwa hiyo leo ajenda zikawa zimeyayuka. Nani aanzishe kikao ndio ikawa mtihani. Lakini wahakikishie ndugu zangu tupo nao sambamba mpaka atapofika mavumbini. Yaani hatuachi. Na naenda nyumbani natulia, jasusi atanipa mkeka wote wa kikao na nitatoa taarifa zote. Taarifa ya kwanza ni matokeo. Jambo ninaweka nalo leo ndugu zangu, leo nitafurahi. Yaani ninaweka 100%. Nasemaje? Leo yaani hii clip kateni. Ninaweka ikifika adhana ya insha. Yaani kabla ya kipindi cha pili adhana ya insha, mimi nishafurahi. Kwa sababu ndugu zetu wanatafuta goli na mtu akufunga goli ndio amesema Dar es Salaam. Yaani kuna clip mzee anaongea kwamba huyu toka amehusishwa na Yanga hatumuelewi. Niliwaambia mapema watu hawa Kalagabawa hawaelewi. Unajua hawa sasa hivi wapo kama nazi. Macho matatu hayaoni. Niliwaambia jina langu mimi naitwa Eli Kamwe. Wakasema we Eliza, kiko wapi sasa? Walinijia juu na mapanga. We Eliza tu wewe. Nikasema haya niepushe malumbano. Lakini sasa hivi mchukueni hatumtaki. Hatumtaki. Kaeni naye. Simnyang'ania lakini naye. Ado zimetumwa. Yaani sasa hivi logo ziko timu za nyumbani. Singida watachezea leo kwa sababu zishapelekwa pale timu. Na sisi tunakwenda kuzichukua kwa mechi ya Januari, ndio zimetumwa package yote logo kupitia shirikisho, mnaenda kuzichukua pale. Sio zile. Nyinyi ndio mlikuwa sahihi. Kwani hamjaona? Mbona waandishi maswali mengine majibu mnayo? Hamjaona? Imeziba prisoner. Mlikuwa mbele ya muda. Bana vipi? Mwambie wameziba prisoner. Jezi bana huyo. Huko kwa mechi ya Simba analia. Sasa leo usiku mwepushe. Bana. Bana